Familia moja huko Malindi imekuwa ikiishi bila makazi maalum kwa muda wa miezi 6 sasa baada ya sehemu ya nyumba yao waliokodisha kubomolewa na wahuni. Familia hiyo inasema kwamba hatua ya kubomolewa kwa nyumba yao ni njia moja ya kuilazimisha kuondoa kesi mahakamani dhidi ya jirani yao. Kulingana na Gilbert Njeru, familia yake imekuwa ikihangaishwa baada ya yeye kukosa kuondoa kesi dhidi ya jirani yake tangu mwezi Aprili, akisema kwamba anapokea vitisho vya kuhatarisha maisha yake. Aidha, anadai kwamba ameripoti dhulma anazopitia kwa maafisa wa polisi, ila wanaoshukiwa kuhusika kutekeleza uhalifu huo hawajachukuliwa hatua. Polisi mpaka kotini, hasa anachukua jukumu ya kunihangaisha hapa, kupitia kwa kiateka, kunitoa kwa nyumba, sababu amesema nisipotoa hiyo kesi ataniua. Hiyo maneno ndio tuko naye hapa, na niko na kotionda, na mnaona vile ile kotionda vile imerudiwa ni huyu kiateka. Sasa wamejaribu kunifuatafuata, wananiambia nitoe kesi kotini, la sivyo kutakufa mtu. Sasa wakanitumia watu, wakaniambia wanipe 10,000 nitoe hiyo kesi. Sasa mimi nikawa niko kwenye taharuki kwa sababu mzee wangu walimshikisha kwa kesi ya urongo, wakamweka prison mwezi mzima kitambo tutafute bond. Huyo bwana amechukua vijana ambao ni vijana wa manamba hapa, wamekuja kuvunja hii kitu na vitu vingi vya mzee vimeibwa. Kwa hivyo mimi kama mzee wa kijiji, hilo jambo niudhi sana na halikunipendeza kama mzee wa kijiji hapa. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Malindi inatufikisha mwisho mwa taarifa za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Shukrani sana kwa kuwa nami mwanzoni hadi tamati mwa taarifa hizi. Taarifa zaidi zitakuwa zinakujia kwenye taarifa zetu za hapo baadaye mwendo wa saa 1 na saa 3 juu ya alama. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwenzangu Meresha Oweti amekuwa akitafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Hadi wakati mwingine inshallah, kwaheri.